Hakuna mwanadamu ambaye angetamani hadhi yake iwe ya chini katika jamii ambayo anaishi. Ni ukweli usiopingika, kila mwanadamu angetamani hadhi yake iwe ya juu katika jamii ambayo anaishi, kwani wakati mwingine heshima ambayo tunapewa na watu ambao wametuzunguka inatokana na hadhi tuliyokuwa nayo. Kwa bahati mbaya, zipo baadhi ya tabia ambazo wanadamu huwa wanakuwa nazo na zinashusha hadhi zao. Katika video hii nitakwenda kukuambia tabia ambazo ukiwa nazo zitakwenda kukufanya uwe miongoni mwa binadamu wenye hadhi za juu katika jamii ambayo unaishi. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni tabia ambazo ukijifunza kuwa nazo kuanzia leo, utakuwa miongoni mwa binadamu wenye hadhi ya hali ya juu katika jamii ambayo unaishi. Namba 1. Jifunze mikao na mitembeo itakayokufanya uonekane kama mtu ambaye unajiamini kuliko binadamu wengine. Kujiamini ni moja kati ya mambo ambayo hupelekea baadhi ya wanadamu waonekane wenye hadhi ya juu katika jamii zetu kuliko wanadamu wengine. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuonesha ikiwa mtu fulani anajiamini ama hajiamini ni namna yake ya ukaaji ama namna yake ya utembeaji. Mara nyingi binadamu ambao wanatembea wakiwa wameinama chini, yani hawatembei kwa kunyooka, hawa ni binadamu ambao jamii huwatazama kama watu wasiojiamini. Lakini hata mkao wako unapokuwa umekaa katika namna isiyokuwa na utulivu, ni kiashiria mojawapo ambacho kinaonesha huenda wewe ni miongoni mwa binadamu wasiojiamini. Unapotembea, jifunze kutazama mbele, yani tembea macho yako yawe ni kama yanatazama mita 100 mbele, kifua chako kiwe mbele kama ambavyo wanatembea wanajeshi, lakini zipige hatua zako taratibu huku ukiwa kama mtu usiyekuwa na wasiwasi. Amini usiamini, kila atakayekutazama atakapobaini wewe ni mtu ambaye unajiamini, watu watakuheshimu kwa sababu kila mtu atakuona wewe ni mtu mwenye hadhi ya juu kuliko binadamu wengine. Namba 2. Jifunze kuwa mvumilivu na mstahimilivu yanapozungumzwa maneno yanayogusa hisia zako. Uvumilivu na ustahimilivu katika maisha ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuipandisha ama kuishusha hadhi uliyokuwa nayo kwenye maisha yako. Miongoni mwa aina za uvumilivu ambazo lazima uwe nazo ili uwe miongoni mwa binadamu wenye hadhi ya juu katika jamii ambayo unaishi ni uvumilivu na ustahimilivu wakati wa mazungumzo. Kuna nyakati unaweza ukawa unazungumza na watu hao wakazungumza maneno ambayo yanagusa hisia zako, huenda yanakufanya uwe mtu mwenye hasira ama ujisikie vibaya. Kumbuka, asilimia kubwa ya maneno ambayo utayazungumza wakati unapokuwa na hasira yatakuwa ni maneno ambayo kwa namna moja au nyingine utayazungumza kutokana na hisia na si kutokana na uchambuzi yakinifu wa akili zako. Hivyo yatakuwa ni maneno ambayo hayatawapendeza watu wengine. Au wakati mwingine utakapozungumza kwa sababu moyo wako una furaha kupita kiasi, unaweza ukajikuta umeahidi vitu ambavyo hautaweza kuvitekeleza. Ninakushauri, kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanahitaji hadhi zao ziweze kupaa juu, hakikisha unakuwa mstahimilivu na mvumilivu, hasa unapokuwa katika mazungumzo ambayo yanagusa hisia zako moja kwa moja. Penda kutumia akili kuchuja maneno, usitumie hisia. Namba 3. Penda kutumia masikio kuliko mdomo katika maisha yako. Ninapozungumza matumizi ya masikio, ninamaanisha unatakiwa uwe mwanadamu ambaye unapenda kusikiliza kuliko kuzungumza. Zungumza pale tu unapotakiwa kuzungumza. Ni vema ukasoma alama za nyakati. Zipo nyakati ambazo unatakiwa kuruhusu ukimya utawale katika maisha yako, usizungumze chochote. Kwa nini? Ni kwa sababu ipo nguvu katika ukimya
Asilimia kubwa ya binadamu wenye nguvu na wenye hadhi za juu kuliko binadamu wengine ni watu ambao wanapenda kukaa kimya muda mwingi. Huwa wanazungumza pale tu wanapotakiwa kuzungumza, na hata aina ya mazungumzo ambayo huwa wanayazungumza huwa ni mazungumzo ya maana ambayo kila anayeyasikia anaona kabisa huyu ni mtu ambaye alitakiwa kuzungumza. Alikuwa wapi? Utajikuta unakuwa mwanadamu mwenye hadhi ya juu kuliko wanadamu wengine. Asilimia kubwa ya binadamu wenye kupenda kutumia mdomo kuliko masikio, hawa ni watu ambao wakati mwingine huonekana kama waropokaji ama wanajifanya wajuaji kuliko watu wengine, na heshima pamoja na hadhi zao hushuka kuliko binadamu wengine. Ninakushauri kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani hadhi zao ziwe za juu kuliko binadamu wengine, ni vema ukawa msikilizaji kuliko mzungumzaji. Usizungumze katika wakati ambao hautakiwi kuzungumza, bali zungumza mara chache, tena yachuje maneno yako kwa kutumia akili ya hali ya juu kabla ya kuyazungumza. Namba 4, hakikisha muonekano wako unakuwa kama kioo ambacho kinakuelezea wewe ni mtu wa namna gani. Ninaposema muonekano wako, ninamaanisha unadhifu uliokuwa nao, mpangilio wa mavazi uliokuwa nayo, pamoja na mtindo wa nywele ambao upo kwenye kichwa chako. Mara nyingi watu wanapowatazama watu wengine kwa mara ya kwanza huangalia mavazi yao, mitindo yao ya nywele pamoja na unadhifu waliokuwa nao, na kisha watu wengi huyatengeneza majibu katika vichwa vyao kutokana na mionekano ya watu wengine. Hivyo muonekano ambao unao unaweza ukaelezea wewe ni mtu wa aina gani, kwa sababu wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanahitaji wawe wa hadhi ya juu kuliko binadamu wengine. Hakikisha unakuwa nadhifu muda wote, kuwa na mpangilio mzuri wa mavazi yako, kichwa chako kiweke katika namna ya kuheshimiwa, na watu watajikuta wakikuheshimu na kukuona kama binadamu mwenye hadhi ya juu bila hata ya kutumia mdomo kujieleza mbele ya macho yao. Hivyo si lazima uvae mavazi yenye gharama kubwa, hata mavazi ya gharama ndogo unaweza ukayapangilia vizuri, ukayanyosha vizuri, yakawa yenye kupendeza, yatakayowavutia watu na kukufanya uonekane miongoni mwa binadamu wa hadhi za juu katika jamii ambayo unaishi. Namba 5, jenga utamaduni wa kuheshimu muda katika maisha yako. Binadamu wengi wa hadhi ya juu hawadharau muda wala hawachezei muda. Hawa ni watu ambao wako bize kufuata muda na ratiba sahihi kwenye maisha yao. Kama utakuwa miongoni mwa binadamu ambao hawawezi kutunza muda kwenye maisha yako, inawezekana ukawa moja kati ya watu wasiokuwa na hadhi katika jamii ambayo unaishi. Binadamu wengi wa hadhi ya juu hawapo tayari kupoteza muda kwa ajili ya vitu visivyokuwa na manufaa, na mara nyingi ni watu ambao wanapopanga jambo lao lifanyike katika muda fulani, huwa wanazingatia kulifanya katika muda huo. Na ndiyo maana watu wenye hadhi wanaposhirikiana mambo fulani na binadamu wengine wasiojali muda, binadamu wasiojali muda huwa wanakuwa na wasiwasi na kujikuta wakitamka maneno kuwa unapopanga jambo na mtu fulani lazima ufuate muda kwa sababu mtu fulani ni mtu wa kuzingatia muda katika maisha yake. Maneno hayo yanapokuwa yanazungumzwa katika jamii ambayo unaishi, yanakupa nguvu ya kukufanya uwe miongoni mwa binadamu wa hadhi ya juu katika jamii ambayo unaishi. Jifunze kuheshimu muda, kamwe usiupoteze muda katika maisha yako. Namba 6, jenga utamaduni wa kuwaheshimu binadamu wengine bila kujidhalilisha. Kuonesha heshima kwa binadamu ambao wamekuzunguka bila kujali umri wao ni miongoni mwa vitu ambavyo vitakufanya uonekane mwanadamu mwenye hadhi ya juu kuliko binadamu wengine. Hata ukiwa kiongozi kwenye taasisi fulani, wafanyakazi wa chini waheshimu pia. Hata umri wako ukiwa mdogo, watu ambao umewazidi umri waheshimu pia. Kitendo hicho kitapelekea uwe miongoni mwa binadamu ambao wanajiheshimu na kuwaheshimu watu wengine, hivyo hadhi yako itakuwa ya hali ya juu kuliko binadamu wengine. Usijidhalilishe ukidhani unawaheshimu watu wengine. Usikubali kuwa chawa wa watu fulani ikapelekea ukaanza kuishi maisha ya aibu kwa sababu tu unadhani ndio namna ya kuwaheshimu watu wengine. Hapana, hilo ni kosa kubwa. Jenga utamaduni wa kujiheshimu wewe na kuwaheshimu binadamu wengine. Hilo linatosha kukufanya uwe mwanadamu mwenye hadhi ya juu kuliko wanadamu wengine. Namba 7, usipende kuzungumza vitu usivyokuwa na utaalamu navyo.
Kanuni mojawapo ya binadamu wenye hadhi za juu ni watu wanaopenda kujifunza vitu mbalimbali katika maisha yao. Wanapenda kusoma vitabu kwa ajili ya kuongeza ufahamu wao, ili hata inapotokea wanazungumza, basi wazungumze vitu ambavyo wanavifahamu. Kama utakuwa miongoni mwa binadamu ambao wanazungumza vitu wasivyokuwa na ufahamu navyo, watu watakuona kama mropokaji ambaye unaongea bila kuwa na uhakika wa mazungumzo yako, na tabia hiyo inaweza kushusha hadhi yako. Penda kuzungumza vitu ambavyo una uhakika navyo. Usishiriki katika umbea ambao hauna uhakika nao, wala usijihusishe katika kutoa elimu katika vitu ambavyo haujui undani wake. Kila unachokizungumza kichuje, je, nina uhakika na kitu hiki? Nimekisomea ama nilikiona kikitendeka? Hiyo ni njia mojawapo ambayo itapelekea hadhi yako iwe ya hali ya juu kuliko binadamu wengine. Namba 8, jifunze kujieleza kwa hekima. Asilimia kubwa ya binadamu wa hadhi ya juu wanapojieleza huwa wanaweza kujieleza kwa kutumia maneno yenye hekima ndani yake, na kwa sababu ya uwezo wao wa kujieleza huwa wanakuwa na nguvu ya ushawishi katika mazungumzo yao. Na ndiyo maana binadamu wa kundi hili hata wanapokuwa katika matukio mbalimbali ambayo yanajumuisha wingi wa watu, huwa wanaaminiwa waweze kusimama na kuzungumza kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusika katika eneo husika. Hivyo kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani hadhi zao ziweze kuwa za hali ya juu, basi hakikisha unapozungumza tumia maneno ya hekima. Jifunze kuzungumza kwa mpangilio sahihi ili uwe na mvuto katika mazungumzo kuliko binadamu wengine. Namba 9, jenga uwezo wa kujidhibiti kihisia katika mazingira mbalimbali ambayo unakutana nayo kwenye maisha yako. Ukweli ambao mimi na wewe hatuwezi kuupinga ni kuwa yapo mazingira mbalimbali ambayo tunakutana nayo ambayo huwa yanagusa hisia zetu. Kuna wakati tunajikuta tukiwa na furaha sana, na ni wakati ambao tunatakiwa kuonesha vicheko vyetu, lakini kuna nyakati ambazo tunajikuta tukiwa na hasira sana, na kuna nyakati nyingine tunajikuta tukiwa na wivu kupita kiasi. Zote hizi ni hali za kawaida kwa kila mwanadamu, na kwa yeyote ambaye amezaliwa akiwa mwanadamu hauwezi kuzizuia hali hizi ndani yake, lakini kibaya ni kuzionesha hali hizi zote mbele ya macho ya watu wengine. Pamoja na kuwa kuna wakati unakuwa na wivu, unakuwa na hasira, jenga uwezo wa kudhibiti hisia zako katika mazingira watu wasiweze kuona udhaifu wako, kwa sababu vyote hivi vinaweza kuelezea udhaifu wako. Hivyo jenga hekima ya kuzungumza unapokuwa na hasira. Usioneshe maneno makali wala usipende kuonesha hasira zako. Kuwa mtulivu kila wakati. Utulivu utakufanya uonekane mwanadamu wa hadhi ya juu kuliko wanadamu wengine. Ninayo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako ninaomba niishie hapa. Tukutane tena kwenye video ijayo. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye.